DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi. Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki. Hujambo na karibu kwa matangazo ya asubuhi. Kwa niaba wenzangu wote, jina langu ni Saumu Njama. DW habari za ulimwengu. Msomaji ni Bruce Amani. Kwanza muktasari. Iran yasema haitafungua tena mlango bahari wa Hormuz kama mzingiro wa kijeshi wa Marekani utaendelea. Ujerumani na India zakubaliana kuimarisha ushirikiano wa ulinzi. Na majaji wa ICC wakataa ombi la kumwachilia huru rais wa zamani wa Ufilipino Rodrigo Duterte. Habari kamili. Tehran. Iran imeapa kutofungua tena mlango bahari wa Hormuz kama mzingiro uliowekwa na jeshi la wanamaji la Marekani utaendelea kuwepo licha ya kuongezwa muda wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Tehran aidha imetangaza kuzikamata meli 3 zilizojaribu kuvuka ujia huo wa kimkakati wa baharini. Spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, ambaye aliongoza ujumbe wa Tehran katika duru ya kwanza ya mazungumzo huko Islamabad, alisema kufunguliwa tena mlango bahari wa Hormuz hakuwezekani, huku kukiwa na ukiukwaji wa wazi wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Rais wa Marekani Donald Trump alikuwa amesema Jumanne kwamba atadumisha makubaliano ya kusitisha mapigano ili kutoa muda zaidi kwa mazungumzo ya amani yanayosimamiwa na Pakistan. Katikati ya mzingiro huo wa mlango bahari wa Hormuz, wizara ya ulinzi ya Marekani imetangaza kwamba mkuu wa jeshi la wanamaji John Phelan anaachia wadhifa huo mara moja. Haikutoa sababu yoyote kuondoka kwake ghafla. Ni hatua ya karibuni kabisa ya kuondolewa kwa afisa mwandamizi chini ya waziri wa ulinzi wa serikali ya Trump, Pete Hegseth. Brussels. Nchi za Umoja wa Ulaya zimekubali kuidhinisha mkopo wa euro bilioni 90 kwa Ukraine na kuweka vikwazo vipya dhidi ya Urusi. Hii ni baada ya Hungary kuondoa upinzani wake wa miezi kadhaa. Ufadhili huo unakusudiwa kugharamia mahitaji ya haraka zaidi ya kiuchumi na kijeshi ya Ukraine na kuiwezesha nchi hiyo kuendelea na mapambano yake ya kujilinda dhidi ya Urusi. Zaidi ya hayo, mabalozi wa Umoja wa Ulaya pia walikubaliana kuhusu awamu ya 20 ya vikwazo vya jumuiya hiyo dhidi ya Urusi ambavyo vinalenga kuweka shinikizo zaidi la kiuchumi dhidi ya Moscow. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amepongeza hatua hiyo akisema vizuizi hivyo ni ishara sahihi chini ya hali ya sasa. Mkopo huo mpya kwa ajili ya Ukraine ulikuwa umekwama kutokana na mzozo kati ya Kiev na Budapest kuhusu kusitishwa kwa usafirishaji wa mafuta ya Urusi kwenda Hungary na Slovakia kupitia bomba la mafuta la Druzhba linalopitia Ukraine. Zelensky amesema bomba hilo limetengenezwa na linaweza kuendelea na shughuli zake. Kiel. Waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius na waziri mwenzake wa India Rajnath Singh wamesaini mpango wa vifungu 10 unaolenga kuimarisha ushirikiano katika sekta ya ulinzi na kuikuza sekta hiyo. Mawaziri hao walitembelea kampuni ya ujenzi wa manowari ya TKM katika mji wa bandari wa Kiel kaskazini mwa Ujerumani pamoja na ujumbe wa India. Pistorius alisisitiza kwamba kusainiwa kwa mpango huo kutapeleka ushirikiano wa sekta ya ulinzi katika hatua nyingine. India pia inapanga kutengeneza manowari 6 zenye thamani ya euro bilioni 8 huko Mumbai kwa ushirikiano na kampuni ya Ujerumani ya TKMs. Makubaliano hayo yanatarajiwa ndani ya miezi michache ijayo. Kulingana na takwimu za hivi punde kutoka taasisi ya kimataifa ya utafiti wa amani ya SIPRI, India inachukuliwa kuwa nchi inayoagiza silaha kwa wingi zaidi duniani. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. The Hague. Majaji wa rufaa wamefanya uamuzi kuwa mahakama ya kimataifa ya jinai ICC ina mamlaka juu ya rais wa zamani wa Ufilipino Rodrigo Duterte. Rais wa zamani wa Ufilipino Duterte mwenye umri wa miaka 81 anakabiliwa na mashtaka 3 ya uhalifu dhidi ya ubinadamu katika mahakama ya kimataifa ya jinai ICC. Mashtaka hayo yanahusiana na mauaji ya maelfu ya watu wakati wa operesheni ya Duterte ya kupinga dawa za kulevya. Vita hivyo vya dawa za kulevya vilifanywa kuanzia mwaka wa 2013 alipokuwa meya wa Davao
hadi mwaka wa 2019, mwaka wa mwisho wa urais wake. Majaji hawa wa rufaa walikataa ombi la kufutwa kesi hiyo. Mawakili wa Duterte walisema hakuna ushahidi dhahiri unaounganisha matamshi na vitisho vya Duterte dhidi ya watumiaji wa dawa za kulevya na mauaji hayo. Mawakili wa Duterte pia walidai kwamba mahakama hiyo ya ICC haina mamlaka juu ya kesi hiyo kwa sababu nchi hiyo si mwanachama tena. Lakini majaji walisema uhalifu huu ulifanywa wakati mahakama hiyo bado ni mwanachama. Bata. Papa Leo wa 14 alifanya ziara iliyodhibitiwa vikali katika gereza maarufu la jiji kubwa zaidi la Guinea Ikweta, Bata. Hii ni baada ya kufanya ukosoaji wa nadra kuhusu hali ya maisha kwa wafungwa. Wafungwa walijipanga katika ua la gereza la Bata wakiimba na kucheza katika mvua kubwa walipokuwa wakimsalimia kiongozi huyo wa Wakatoliki bilioni 1.4 duniani. Papa Leo mwenye umri wa miaka 70 aliwaambia wafungwa hao kwamba haki inalenga kuilinda jamii yote. Mwisho wa habari za ulimwengu kwa sasa. Bruce Amani, kwa heri.